Gumzo 47 this hour, msikilizaji ndani ya Gumzo 47. Hii wiki ni wiki ya masuala ya usalama barabarani. Exactly. Ni masuala ya usalama barabarani. Na hatuwezi kunyamaza wakati ambapo visa vya ajali barabarani katika taifa letu la Kenya vinazidi kuongezeka. I don't know why it's going on. Sijui kwa nini inaendelea sana kwa muda. I don't know. Mimi kile kitu kinanishangaza. Naam. Kwa takriban miaka 10. Naam. Na kuendelea. Ndio. Tumekuwa tukija na mikakati ya kuweza kupunguza ajali za barabarani. Kweli. Ushaona, ikasemekana unajua katika highway zetu kina Thika Road, kina Mombasa Road, kina Wayaki Way, kina Ngong Road. Lazima tutengeneze vile vivukio vya kuvukia barabara. Kweli. Zikatengenezwa zinaitwa ni foot bridges pale vile. Yes. Lakini still bado watu wanagongwa katika hizi barabara. Lazima tuweke zebra crossing pale vile, bado watu wanagongwa katika hizi barabara. Ndio. Sijui ni mikakati haifanye kazi, ni sisi wa Kenya. I don't know what is the problem, because each and every day tuweke ma speed governors katika hizi magari ya uchukuzi. Speed governors zimekwa. Tubadilishe sitting arrangement katika hizi matatu zetu, unajua tena. Tuitoe watu wasijazane sana, 14 ikaekwa. Tuweke akoblo sijui barabara zetu na kadhalika ikaekwa. Salga Road pale vile, kwa sababu ilikuwa tu ni one way peke yake, lazima tuijenge ikuwe dual na kadhalika, bado ajali zipo. What is not happening? Yani ni kitu gani ambacho kinaendelea? Maana kila kuchao na ajali za siku hizi zimekuwa ni mbaya zaidi. Because utasikia watu sijui 10 wameaga dunia, watu 11 wameaga dunia. What is this? Ni kitu gani ambacho bado hatujakafanya? Paka tukabuni NTSA pale vile katika ile hali ya kudhibiti na kadhalika, but still the accidents are still bado tuko nazo katika barabara zetu. Nini tujafanya? Haya ndo maswali tunajiuliza katika Gumzo 47. Msikilizaji, wewe mwenyewe mchango wako pale itakuwa ni kutuambia tu, what do you think we should do kupunguza ajali za barabarani katika taifa letu la Kenya? Jonathan Daniel Onura tuko naye katika studio zetu right now. Huyu ni CEO Pullman Transit. Tuko naye studioni kwa ajili ya Gumzo 47. Masuala ni ya usalama barabarani. Karibu sana katika Radio 47 this morning. Yes, good morning to you all. Yes, it is such a privilege to be on air this morning to share some thoughts in regards to road safety. Especially tuna consider hii wiki ikiwa the road safety week. Kabisa. Kwa hivyo mikakati za road safety lazima tuziaelewe na tuyaweke katika mioyo yetu na akili zetu, ndio tuweze kuboresha maisha ya wale watu wanatumia barabara. Okay. Yes. Bwana Rola, mikakati ishaekwa. Yaani mikakati kama ni mikakati hapa nchini Kenya kuhakikisha kwamba ajali za barabarani hazipo. Mikakati imekwa. Mpaka dereva chunga maisha. Yaani mpaka adverts zimetengenezwa. Mpaka usinyamaze, usikae kimya, ongea, paza sauti yako. Mpaka stika zikaekwa katika matatu, stika zikaekwa kila pahali. Ni mikakati gani ambayo bado tunahitaji jamani, Ronald? Yes, good morning. Now, tukiangalia hii swala la road safety, tufuate utaratibu kidogo kuanzia mwanzo. Tuanzie mwanzo kabisa. Ukiangalia hii the authority ya NTSA, it was established in 2012 and its sole purpose was to improve road safety and manage transport. Yaelewa? And one of its key department functions is safety and security kwa barabara. Kumonitor safety standards across all modes of transport, na kufanya inspections za magari, kumake sure ziko roadworthy, na pia kurespond to incidences. Ndio. Tutafika kwa hiyo incident, kuna kitu ilifanyika hii weekendi, lakini tukifuatia utaratibu tutaliongelea baadaye. So just to mention a few legislations governing public transport is the Traffic Act, yenye ilikuwa imetengenezwa pale NTSA, inaitwa CAP 403, and the PSV regulations 2014. So some violations zenye zinaweza kuwa against hii Traffic Act ni kama magari ya uchukuzi cooperate without a valid RSL, cooperate speed governor ambaye haifanyi kazi vizuri, drivers na conductors wenye hawana mabarua za kazi, inaitwa PSV badges, za kuhakikisha kwao au ni wahudumu wa uchukuzi. Ndio. Alafu madereva, kuna driver behavior kama obstruction, kuna driving under the influence, na pia kuna overlapping. Hizi vitu zinaenda in violation of the Traffic Act
403. Umezungumzia kuhusiana na NTSA na ukazungumzia majukumu yake tangu kubuniwa kwake kwa mwaka 2012, yani 2012 pale vile. Exactly. Na bila shaka ilibuniwa baada pia ya kuonekana kwamba visa vya ajali za barabarani vimekithiri hapa nchini Kenya. Unadhani kwamba NTSA imetekeleza majukumu yake? Unadhani NTSA kwamba tangu kubuniwa kwake ajali zimepungua ama ndo zimeongezeka zaidi? Unadhani tangu kubuniwa kwa NTSA kwamba kuna nidhamu barabarani? Unadhani kubuniwa kwa NTSA kwamba kuna vile pia sheria ambazo zimewekwa pale vile kama governance, speed governance na kadhalika, zinatumika vile ambavyo inavyotakana? Yes, in my own opinion, being a public transport operator, magari zangu za uchukuzi ni magari ya stima. Na yote yamefuata sheria na mikakati ya NTSA. If you look at this concept very clearly, the road safety, ukiangalia mambo ya road safety peke yake, it is a shared and collective responsibility. Ndio. Initiated by an individual. Yale mikakati tayari yashawekwa pale. Lakini it is up to you as an individual kuyaweka katika akili na kukaa chini ukiwa katika barabara, unayafikiria ukiwa katika gari, ukiwa unaendesha gari, ukiwa kama mtu ambaye anatembea kando ya barabara, ukiwa mtu wa bodaboda, ukiwa unaendesha baisikeli, lazima ukuwe na haya vitu akilini. Ndio uweze kujua wakati ambapo unaenda kufanya makosa ya barabara ama wakati ambapo haujielekezi kwa njia ambayo inakuweka katika hali ya usalama. Maana kuja kuangalia ni ukweli, kuangalia hali ya usalama ni mimi na wewe tuweze kuishughulikia. Lakini kama unajua tena binadamu ni yule ule tu, ni lazima kila saa anashinikizwa. Ndio maana kukabuniwa mtu ambaye atakuwa kimshinikiza kufuata hizi sheria za barabarani. Je, unadhani ya kwamba huyu mtu NTSA ama amebuniwa pale vile kumshinikiza huyu Mkenya kufuata hizi sheria za barabarani? Manake ilionekana kwamba hafati, kila kiambiwa huyu Mkenya hafati sheria za barabarani. Ndio maana kabuniwa bodi ya NTSA kumshinikiza na kumshinikiza kupitia katika sheria. Ushona, kupitia katika sheria na the same time pia kupitia katika fines mbalimbali. NTSA anamshinikiza Mkenya kufuata hizi sheria za barabarani. Yes, naam. Kama operator, NTSA wamefanya kazi kubwa sana katika mambo ya usalama. Wanatuita katika forums zao, wamekuwa na hizi mikutano about road safety, wanakuwa na road safety sensitization programs for drivers and conductors. Pia wanakuja kwetu kama makampuni ama masako, wanatupatia mikakati ya kuweza kuwafunza madereva kukua kwa barabara. Kuna programs kama defensive driving ambayo yanaonyesha driver vile atakaa kwa barabara, vile atajali maslahi ya wale abiria ambaye amebeba, na wale watu wengine pia wanatumia barabara. Basi unaonekana kuna utepetevu hapa hivi, maanake kama NTSA wanaoshinikiza nyinyi operators, lakini bado kuna ajali barabarani. Who is dropping the ball? Ni nyinyi operators ama ni NTSA? Because kuna mtu pale ambapo ana drop the ball, ndio maana kuko na hizi ajali za barabarani. Kwa sababu ukiangalia Mwashumbe, kwa nini tunazungumzia hili swala? Kwa mfano, naangalia tu ripoti hapa ambayo ilitolewa, na hii ni ripoti ya NTSA ambao walikuwa wanasema katika mwaka wa 2024-2025 financial year watu 12 walikuwa wanapoteza maisha yao kila siku. Yani takwimu zinaonyesha watu 12 wanapoteza maisha yao nchini Kenya kila siku kulingana na takwimu za 2024-2025 financial year. 12 people every day wanaaga dunia kwa sababu ya ajali za barabarani. Na hizi takwimu zinaonyesha kwamba kulikuwa na 3581 people ambao waliaga dunia katika huu mwaka wa between June 2024 and March 2025. Hiyo ni 10% increase compared to the previous year ya 2023-2025. Sasa kuna swala hapa ambalo Mashumbe ulikuwa umegusia ambalo naona linanisumbua roho yangu, kwamba wanasema wale wanaopoteza maisha zaidi katika hii category ya barabarani ni pedestrians. Exactly. Pedestrians wakiwa wamepoteza maisha yao 1342 zaidi, followed by watu wa bodaboda, motorcyclists, ambao ni 939 waliaga dunia. Ushanielewa? So pedestrian hawa ambao wanapoteza maisha zaidi, alafu tukiangalia juhudi ambazo zimewekwa na serikali, kwa mfano hizo za footbridges. Exactly. Unaelewa? Footbridges Nairobi tu peke yake zimejengwa chungu nzima. Exactly. So why are we still losing a lot of pedestrians? Na serikali naiona imetengeneza zebra crossings, footbridges zimetengenezwa na kadhalika. Mbona bado pedestrians wanapoteza maisha yao barabarani? Kwa mfano tu, maswala ya kuhamasisha watu wa motorcycle
imefanyika sana. Makundi mengi tu ya watu wa bodaboda kwa mfano, kuna chama wanaongeleshwa hapa left, right and center. Why are we still seeing a lot of pedestrians na watu wa bodaboda wakiwa wanapoteza maisha yao barabarani? Bona Yes, kwa ni maoni yangu, attitude ama ni nini kwa maoni yako? Kwa kwa mfano, maoni yangu naam, vile tumeanza na hii swala jambo, the road safety is a shared responsibility, kumaanisha ni vikundi vya watu wanakuja pamoja kufanya hii kitu iwe secure, barabara iwe safe. For example, kuna watu watano, there are 5 groups of people who are responsible with the road safety. Number 1, kuna authorities, which is the government. Yes. The government is responsible kuweka policies, framework na enforcement Yes. ya road safety. Yes. The second group is the circles of companies. Yes. Makampuni ya magari ya uchukuzi wanafaa waweke chini wa respond to traffic violations by taking corrective action on drivers and conductors wakati ambapo watakiuka sheria ya barabara. Alafu tuko na investors, the bus owners, the bus company, wale watu wamenunua hizi magari. Yes. Wanafaa kuhakikisha kwamba gari zao ziko road worthy, ziko na license kama insurance, ziko na PSV license, ziko na inspection license na mambo Yes. kama haya. Alafu pia kuna bus drivers and conductors, how they conduct themselves in a manner that ensures safety through sensitization programs. Alafu hapa kuna commuters, passengers na pedestrians. ndio Pia hao wako na sheria zao ambao zinawaweka katika utumizi wa barabara. Sasa hao watu wote tukiwaweka pamoja, tunakuja kwa another category of the leading causes of road accidents. If any of these groups of people do not identify and recognize zile sheria wanafaa watumia kwa barabara, ndio maana ajali inatokea. For example, unapata kama pedestrian hajui pahali pa kutembea, hajui pahali pa kuvukia barabara, anaweza gongwa kwa urahisi. So katika kule kuhamasisha kuhusiana na usalama wa barabarani, unasema kwamba pedestrian hajahamasishwa ama amesahaulika? Pedestrian, Because I see a lot of kwa mfano watu wa bodaboda wamejipanga sana, wanakuwa na makundi yao, kunakuwa na kuhamasishana left, right and center. Inafanyika mara mingi sana, unakuta kwamba wanaitwa mahali, wanaongeleshwa kidogo kuhusiana na masuala ya bodaboda, kujifunza kuendesha vizuri, na mambo kama hayo. Pedestrian amesahaulika katika kuhamasishwa jinsi ya kuvuka barabara, because I remember tukiwa wadogo tulikuwa tunafunzwa hata kuvuka barabara wakati kulikuwa hakuna hizi barabara za kama Thika super highway na kadhalika. Lakini haya mafunzo yaliishia wakati ambapo tulikuwa hatuna masuper highway. Unakumbuka Machumbe? Nakumbuka. Mara ya mwisho tukifunzwa kuvuka barabara ilikuwa ni ile look left, Look right, look left again, and then kama it's all cleared then cross. then cross. Siku hizi kuna njia ambazo hazihitaji look left, look right, because hiyo ni njia ya one way. Exactly. Magari kama Thika super highway, Yes. angalia tu right, magari yanatoka tu right, hakuna gari itatoka left. Ushanielewa? So nafikiri bado hayo masomo yalitolewa kabla tujaingia kwa super highway. Yes. So labda pedestrian amesahaulika katika masuala ya kuhamasishwa kuhusiana na kuvuka barabara na usalama wake barabarani. Manake yeye kila mwaka nenda mwaka rudi, pedestrian ndiye anayepoteza maisha zaidi. Unajua hao wote barabarani, hao watu wote ambao umewataja, ukataja government, Yes. nadhani katika sekta ya traffic na kadhalika Exactly. na kadhalika, Police, NTSA na kadhalika. Ukweli. Ukataja sako Yes. sako ni katika ile kuleta sanity. Exactly. Katika matatu zile ambazo ziko katika hiyo sako, Yes. kwamba zimefuata sheria ambazo zimewekwa na serikali. Ushaona? Yes. Haya, ukazungumza kuhusiana pia na investor pia ni kuhakikisha kwamba gari lake liko sawa kulingana na sheria ambazo zimewekwa na serikali. Exactly. Ushaona? Yes. Ukazungumzia pia kuhusiana pia na bus conductors pia na drivers pale vile. Wao pia jukumu lao pia ni kuhakikisha kwamba wamezingatia zile Kweli, sheria zimewekwa kweli. na serikali. Yes. Ushaona? Yes. At the same time pia umezungumzia pia kuhusiana pia na commuters, passengers na kadhalika. Yes. Wao pia wanafaa pia kufuata sheria ambazo zimewekwa na serikali kuzuia barabara. Kweli sana. Kama hizi sheria ziko, ndio mimi nauliza this beautiful morning, do you think ya kwamba yule ambaye anafaa kushinikiza hizi sheria zifuatwe anafanya jukumu lake? Because ni kana kwamba hawa wote hawafuati hizi sheria, ni mpaka washinikizwe. Yani ni kana kwamba they have to be forced, because wakati wa mishuki forced it until Exactly. people wakafata sheria. In fact, katika historia nafikiri ya nchi yetu ya Kenya ndio mwaka ambao kulikuwa na visa vidogo zaidi vya vifo barabarani. Exactly. Yes. Because wakati wa mishuki alisema sitaki kuona matatu imebeba more than 14. Kweli sana. Ikafanyika. Alisema kwamba na ikafanyika. Not exceeding capacity. Na akasema kwamba sitaki kuona matatu yoyote ikiwa haina mikanda
ya usalama. Safety belts, na ikafanyika. Ikafanyika. Ikakuwa kwamba sitaki kuona gari lolote ambalo litaenda bila governors. Na Yes. ikafanyika. Naam. At the same time pia, that is the time pia introduce pia yellow line. Yes. Yellow Yellow line line na pia- hata siku hizi zinapotea yellow line katika matatu. wakakuja Ushaona? wakaongeza pia ile anti-roll bar. Anti-roll bar kazungumza na inawekwa vitu kama kwa hivyo. gari. Yes. Ushaona? Mi nauliza aje, because hawa wote wanafanya kazi kulingana na sheria ambazo zimewekwa na mshinikizaji. Huyo mshinikizaji unaona kwamba is he performing his roles to make sure kwamba hizi sheria zimefuatwa na hawa watu wote ambao mwataja? Yes. From my personal point of view, nafikiria the authority is doing its level best to be able to provide education and sensitization programs, especially to the marginalized communities. Unaona sana unapata, whenever we are having new infrastructure in the city or in the town, very many people are not sensitized or educated on how to use it. Ukiangalia authorities wanasisitiza sana wale watu ambao wanaendesha magari, wale watu ambao wanaendesha boroboda, lakini vile umesema unapata kama huyu pedestrian naye hajawekwa katika masomo ya kutumia hayo mabarabara. For instance, pedestrian anaweza kuwa ameambiwa hapa katika hii super highway kuna footbridge. Lakini yeye naye anakaa pale, anaona kipande ile footbridge ni kama njia yenye kwa mbali sana. Atazunguka maybe akirudi nyuma ndio aweze kuvuka. Kwa hivyo yeye ana time pale kwa barabara, aone kama anaweza pata mpenyo, ajaribu kupita. So out of these categories, if one person does not follow the road rules and regulations, hapo ndio ajali inatokea. Because if I make it clear, if you look at the leading causes of accidents katika hii nchi, kuna categories 3. Ya kwanza, kuna driver behavior. Unaona? Wale watu ambao wanaendesha hizi magari, both personal vehicles na gari za uchukuzi. Yes. Wengine wana speed, So ni number 1. driving. Yes, that is the first one. The leading causes of accidents. Driver behavior. Okay. So unaona, kwa hivyo hiyo ni attitude ya mtu tu. Ni sisi wa Kenya wenyewe. Driver behavior is up to 98% ukiangalia. Leading Sasa cause unaona of sasa. accidents. Naam. Speeding, recklessness, fatigued, or inaitwaje? Under the influence. Yes, or distracted driving. Unaelewa? Na simu na masimu na manini. Simu na nini, ama unaangalia kando ni nini hivyo. Ama uko na passenger pale umembeba, anakutirisha mastori mingi. Ndio hiyo. Funny thing, Mwishowe unakuja unasahau. kuko na sheria na kuko na fine Yes, ya iko. hili kosa. Wanashikwa wa madriver. Yes, wanashikwa. Driver wanashikwa. But unaona sasa, if you look at us as human beings, we have limits to which we can be able to, how can I put it, to kutekeleza yale majukumu ambayo tumepatiwa. For instance, unapata kama polisi, they are not omnipresent. Yeye ako pale ku make sure sheria imefuatwa, but lakini hawezi kukufuata kila mahali ambapo unae. Kwa hivyo ile Hawezi washika wote. yes, ile part ambayo imebaki kidogo ni wewe unafaa ucheze. For instance, unapata maybe the policeman can be able to enforce maybe 30 or 40%, but 60% ni wewe, kwa sababu wakati ambapo uko kwa barabara peke yako, wakati ambapo uko pale hauonekani, it is your behavior ndo itaonyesha kama you will survive being on the road ama utajipata Now katika ajali. the next question would be, if it is our behavior, that means ni attitude change. Ni maswala ya attitude change. Exactly. So swala ambalo najiuliza mimi kama Mkenya ni kwamba kuna nchi zingine, kwa mfano, ambapo ajali za barabarani haziko kama Kenya. Kwa mfano nchi kama Rwanda hawezi compare kama Kenya. Yes. Watu wanafuata tu sheria tu, wanafuata sheria bila kufatwa na polisi, Ukweli sana. bila kuandamwa na polisi. Mtu anajua mahali pa kuvuka barabara, mtu anajua jinsi ya kuendesha barabara, Yes. Anajua speed limit bila kufatwa na polisi. Wenyewe wanafanya wenyewe kwa raha zao. Ukweli sana. So what is it that Rwanda has done that Kenya has not done that makes our drivers on the roads wakuwe tu reckless, for lack of better words? What is it that Rwanda has done that we have not done? Firstly, we need Yes. to understand the leading causes of accidents, then we come to a point of addressing them. Tumeanza na ya kwanza ilikuwa driver behavior. Ndio. Ya pili ni motor vehicle related issues and roadworthiness. Ndio. Magari ambayo maybe hayana magurudumu yameisha, kuna magurudumu imeisha. Magari ambayo ni mzee, magari ambayo speed limit haifanyi, mavio hazifanyi, mataa hayafanyi. Gari ambayo ikienda mlango hata inaweza anguka. Unaelewa? Hata hiyo ni attitude. Yes. And then the lastly we have the road infrastructure. Yes. Unaelewa? Yes. Engineers wamedesign hii road, hii barabara aje, kwa sababu kuna black spots. Yeah. Na hizo black spots zingine zinasababisha maajali because unapata maybe junction imewekwa mahali mtu haioni vizuri. Maybe hakuna signage, hakuna road signs.
ya kuongeza speed limit, ama hapa ni pali watoto wanavuka, ama hapa ni pali magari yanafaa kuenda polepole, the road is slippery, ama mahali ambapo unafaa reduce speed limit maybe to 30 kilometers per hour, 20, no making a U-turn, signs kama hizo. Mara mingi sana unapata pia road infrastructure ndio wametengeneza barabara, lakini hakuna sign ya kuonyesha kwamba kuna bumps hapa mbele. Ukikiwa tu katika ile barabara unastukia tu bump ndo hiyo. Ukiruka vibaya, gari kirudi chini, unapoteza mwelekeo, ajali inafanyika. Unaelewa? Naam, kwa kiwango kidogo lakini. Yes, ukweli. Now to get back to why other countries are making it big. I once spoke about this in a peer learning forum held by the Nairobi University. And I will find that it all comes down to education. How our driving schools giving out the driving courses and curriculum. Kwa sababu kama rubani wa ndege anahitajika kuenda maybe 1,000 hours, 10,000 hours before they can become a commercial pilot, for instance. Yes. I don't know the exact number of hours. Yes. Mbona drivers wetu unapata mtu amewekwa kwa barabara just 2 weeks, maybe 3 weeks, maybe 4 weeks, alafu at the end of the driving school, the driving lesson, after 2 months amepatiwa gari ya uchukuzi. Yes, it does not make sense. I was thinking that from my personal point of view, the driving curriculum needs to be overhauled. Ifanyiwe revision. So that how wanafunzi wetu, it is a generational change. Hiki kitu kitafanyika leo na leo, leo na kesho. But the moment we change the quality of driving school and the education that they give to the new drivers, utaanza kuona a significant change. It may not happen immediately. It may take some time, but we need to include even more stringent measures, more maybe tougher, maybe exams for the driving school, maybe longer driving courses, other than just mtu ameenda driving school unaambiwa endesha hapa na pale, haya shuka, mwingine aingie, endesha hapa na pale, haya shuka. Unapata driver has not even been trained through driving, maybe through bad weather. Hajui kuendesha katika sele mvua inanyesha sana, sele kuna fog kwa windscreen, atafanya aje ndio aweze kupanguza kioo. Sele anaendesha pahali ambapo maybe hakuna other road users, hakuna road markings. Igari likiwa limebeba watu, inafaa liendeshwe aje, kwa kasi ama polepole, ama inafaa ichungwe aje. So from my point of view, I think we really need to put emphasis on the quality of the education that is being put forth through our driving schools. Yes. Okay. Alright, tunarudi na short while. Tuko katika Gumzo 47. Unaweza kuchangia, by the way. Unadhani ni kitu gani ambacho kinasababisha kwamba ajali za barabarani zinazidi tu katika taifa letu la Kenya? Ripoti ikiwa inaonyesha kwamba watu 12 walikuwa wanapoteza maisha barabarani kila siku kulingana na ripoti ya 2024-2025. What should we do as a country? Ni kitu gani tunapaswa kufanya kupunguza idadi ya vifo barabarani? Radio 47 Bonge. Tunachukua maoni yako msikilizaji katika 0793047047 au 0783047047. Tunakuuliza, wewe unadhani ni njia gani inaweza kusaidia kupunguza ajali za barabarani, ikizingatiwa kwamba watu kama 12 katika ripoti latest ya NTSA walikuwa wanapoteza maisha yao katika mwaka wa 2024-2025 barabarani, na moja wapo wa sababu kuu za vifo barabarani ni mwendesha gari, anayeendesha gari, kwamba yeye mwenyewe tu either hafuati sheria za barabarani, anaendesha akiwa distracted kwa simu, labda anaendesha akiwa labda ni mlevi, anaendesha, yani ni dereva, anapewa lawama ya kwanza kabisa. Maoni yako ni gani? Halo? Deo. Vipi? Poa sana, habari ya huko ya studio? Nzuri. Ni Daniel Ochiwa kutoka Ivona Mautuma Lugari. Naam. Mimi naona kitu ya kwanza ambacho kinasababisha ajali kwenye barabara Ndio. ni madereva kuendesha gari wakiwa walevi. Okay. Alafu traffic pia, ukitembea vizuri unapata watu ni wengi kwa gari, lakini sasa sababu ndio napewa kitu kadogo gari na pesa ndio inasababisha accident. So tufanye vipi ili kuweza kupunguza? Serikali kwa strict kama Nissan ya watu 14 wa kwetu ni 14. Okay. Alafu mambo ya ulevi pia waangalie. Alafu pia watu kwa assume tu waseme waache nini, yani unapata maybe mtu ana depression yake anapita. Sasa inafaa pia watu wengine pia serikali pia angalie mtu akitembea kwa barabara, waangalie huyu mtu ako na shida gani. All right. Okay, thank you very much. Asante sana kwa maoni yako. Hello, good morning. Bado hajaingia 0793047047. Tuangalie suluhisho hapa jamani. Hello?
chama na captain. Yes sir. Unaongea na Manu Original kutoka Jordan Bungoma County hapa. Karibu sana Manu Original. Maoni yako ni gani? Hebu niseme hivi. Madereva wamezembea sana. Kuna wale wanaendesha magari kama ni walevi. Alafu vile kuna NTSA pia. Ndio. Kuchukua hongo kila wakati. Kuna magari ya unroadworthy. But pale tuma askari wa NTSA wakisimama mbele hawakagui magari. Haja yao tu ni hongo, then magari yaendelee na safari. Okay. Kitu kinachangia sana katika ajali barabarani. Thank you very much Manu Original. Hello. Hello. Naam. Na hata mimi nasema. Ndio. Hello. Tunakusikia? Tunakusikia? Hello. Amepotea katika line ya simu. 0793047047. Hello. Hello. Hello Aleki. Sema nasi. Salama sana, naitwa Clinton kutoka Vihiga. Ndio. Ninasema kwamba inafaa mjue pia hizi barabara shetani yako. Sasa kuna mara kadhaa umesikia watu wanasema kama dereva anasema kwamba ameona mtu akajaribu kumhepa, baadaye ikakuwa si mtu, kumbe ni shetani. Inafaa mjue pia waabudu shetani wa hii barabara na pia wanatafuta damu. Okay. Yeah. Haya, asante sana. Maoni yako pia. Maoni yake pia maoni pale. Yake. Sema shetani pia yuko. Mara wengine unaona mtu atasema ameona mtu anajaribu kuswap na hakuna mtu yote, kumbe ni shetani tu. Halo. Halo. Naam. Wewe wiki. Sema nasi. Nasema madereva za zingine wengi wanakuanga wamefanya kazi wamechoka, wengine ni walezi wanatumia madawa ya kulevya, ndipo wanasababisha hizi maajali mabarabarani. Na traffic pia hawajakuwa yani wamefaili kazi yao, kwa sababu kuna magari mengine yafaa iondolewe kabisa barabarani, lakini bado iko barabarani. Asante kwa maoni yako ndugu yangu. Anataja tu baadhi ya sababu. Unajua mimi nilikuwa najiuliza swali Mwashumbe, kwa sababu tumesema kwamba ukienforce kwa nguvu watu watabadilika. Kwa mfano mzuri wa Michuki tu, Honorable Michuki marehemu, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, kwamba yeye alikuja katika transport na akasisitiza na mambo yakafanyika, na Wakenya wakaona mabadiliko wakati ule akiwa katika utawala. Sasa hivi watu wamezembea, kila mtu amezembea, watu hawajali. Lakini at the same time nataka kulinganisha tena, kwa sababu unaona Mkenya huyu ambaye labda anaendesha gari akiwa mlevi, leo hii ukimpeleka kwa mfano Rwanda au Marekani hataendesha akiwa mlevi. Leo hii ukimpeleka Rwanda ama nchini Marekani hataendesha na kupita masaini za barabarani tu ati ni red light anapita tu swap anapita, atakuwa makini. Unajua kwa nini? Atakuwa makini kwa sababu sheria katika ile nchi zimeshinikizwa mpaka zimeingia kwa akili ya watu. Zinafatwa. Na unajua tena sheria katika hizo nchi ambazo tunazizungumzia kwa hivi sasa ni ukivunja sheria fine uko nayo. Ukivunja sheria unakabiliwa na sheria. So what you need to do right now, we need to go back to the Mishuki's time. We need to force it. So ukivunja ukayo kijua. Yes. We need to force it because sheria ziko hata fine ziko. Kwamba ukipatikana ukioverspeed, this is the amount you're supposed to pay. Ama ndani. Ukipatikana umefanya accident kwa sababu ya kitu fulani, hiki ndio kifungo chako, fine ama upokonyo license. So anayetuangusha ni nani hapa? Anayetuangusha kulingana na mimi ni mshinikizaji wa sheria. Na akiweza kushinikiza hata attitude itaisha. Because katika madereva wengi hapa nchini Kenya ni attitude. Ndio maana katika barabara zetu kuna matusi mengi. Katika barabara zetu kuna watu kutojali. Ushaona? Lakini akijua kwamba kuko na sheria na zinashinikizwa na they are very serious by the way. Ushaona? Bila shaka zitafuatwa. Umesikia hizi simu ambazo tumechukua hapa hivi. Wamezungumzwa mambo mangapi? Wamezungumzwa watu wawili. Ndio. Wa kwanza amezungumzwa dereva. Kwamba dereva huyu maybe anapeleka gari akiwa mlevi. Ndio. Dereva huyu anapeleka gari bila kuzingatia nini sheria za trafiki. Ushaona? Anabeba excess na masuala kama hayo. Aliyezungumziwa pia kwa sana pia ni afisa wa trafiki. Naam. Hongo, unajua tena hongo si kitu tutaketi hapa tuseme kwamba hakipo, ni kitu tumeona hata wakishikwa katika mabarabara na kadhalika. Sasa wewe niambie aje bwana, if I know I can buy you, why should I follow the rules? And I know I can buy you.
Haya. Maoni yako katika 0793047047 ama 0783047047. Sema nasi katika line ya simu. Halo? Hapa ndipo nani mwenzetu? Alex kutoka Kisii. Naam. Sema nasi. Amezama huyo. Halo? Halo? Hello Radio 47. Hapa ndipo. Ni Dominic Omwamba kutoka Mombasa. Sema nasi. Shida si eti ni dereva pekee yake kwa mambo na barabara na ajali. Naam. Tuanze na serikali, trafiki mwanzo. Unapata kama hapa Mombasa tuko na Nyari Bridge. Exactly. Unapata NYS NTSA wako Nyari Bridge wanazuia gari za kwenda town zenye hazina vibali. Alafu asubuhi unapata madereva washajua na NTSA bado hawajafika. Ndio. Sasa ile connection kupitia madereva trafiki na NTSA yenyewe imechangia pakubwa. Okay. Ya kwanza. Kitu kingine cha pili. Barabara mbovu sasa, mashimo kwa barabara. Napata mashimo barabarani ni mengi. Sasa gari ikiepa inapata imepata mwenye anatembea mguu. Hapo pia tusiangalie dereva peke yake. Asante sana. Asante kwa maoni yako. Halo. Yes, Mashumbe. Habari asubuhi. Nashukuru sana, unaongea na Jack kutoka Mombasa. Karibu sana Jack kutoka Mombasa bro. Okay, mimi nikichangia hiyo mjadala wa mambo na barabara. Basi ile mimi shida naona ni pia kuanza na ile misingi yetu kama wa Kenya. Okay. Unapata mara mingi kufuata sheria ni kitu ambao tumezaliwa tumepata kwamba kama nchi hatufuati sheria. So unapata ile kuhamasisha, niseme hii NTSA hawajahamasisha sana wananchi zile sheria za kufuata za barabarani. Okay. Then pia ya pili pia hii mambo ya hongo. Unapata sheria zifuati kwa sababu mwananchi anajua tu hata nikikosa ama ile driver anajua ana overspeed akipatana na polisi anamwachia 50 na mwendo inaendelea. Then ya tatu pia sisi kama wananchi pia zile hatufuati sheria kwa sababu unaweza pata umefika pale kwa stage. Gari imejaa tayari. Lakini naye bado unajaza tu gari zaidi na imeshapita watu 14. Okay. Unaona? Naam. Ya mwisho. Ndio. Tusisahau pia kuwa kuna ushirikina. Okay. So kwa hivyo kama nchi pia tunafaa pia turudi kwa Mungu sana. Asante kwa maoni yako ndugu yangu. Zimetimia saa 3 kasoro dakika 10 saa za Afrika ya Mashariki. Vidokezo vya habari za